tulipomwona rais anazungumza na bunge, alikuwa anazungumzia mambo mazito na makubwa kwa lugha rahisi sana. Jambo la watu kutekwa, ambayo mpaka sasa polisi wanatuhumiwa kuhusika kwenye matukio ya kuteka watu, na mtakumbuka kwamba kuna kesi ya ndugu yetu Mdude Nyagali ambao polisi na vyombo vya dola vinatuhumiwa. Alilizungumza kama ni jambo dogo sana. Watu kutekwa, watu kupotea, familia kubaki na vilio na maumivu. Rais amesema kwamba watu wanapotea. Hakuna namna yoyote ambayo mtu mzima anaweza kupotea kutoka nyumbani kwake katika mazingira yoyote. Mifugo, ng'ombe na mbuzi ndio wanaweza kupotea. Binadamu hawezi kupotea kwa sababu binadamu anajua kwake, na hawezi kupotea mtu wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, mpaka wa 10, mpaka watu kwa mamia ambao orodha yao ipo ya watu ambao wametekwa na hawajulikani walipo. Tulitegemea rais alizungumze swala hili kwa lugha nzito na ya ukali, na ikumbuke kwamba rais huyu pia alipotekwa ndugu yetu Ali Kibao alitoa agizo kwamba ndani ya muda mfupi Ali Kibao taarifa zake ziwe wazi na ijulikane ni kina nani waliohusika na vyombo vya dola vichukue hatua. Lakini mpaka sasa tunavyozungumza, hilo jambo halijawahi kutolewa wazi. Wananchi hawajui, hofu inatanda. Wamepotea wengine, wakina Deusdedit Soka, wakina ndugu yetu Kipanya na wengine wengi chini ya utawala wake. Ni uongo wa wazi ukimsikiliza rais alichokuwa anasema kwamba kuna uhuru wa vyama vya siasa kufanya shughuli zake. Lakini ni uongo wa wazi kabisa. Vyama vya siasa, hasa chama chetu, ukiacha vyama vingine vya kwao vya mfukoni ambavyo wanaushirika nao, wanaofanya navyo kazi, chama chetu kimezuiliwa kufanya shughuli zake kinyume cha utaratibu wa sheria, kinyume cha utaratibu wa kikatiba. Rais anapokwenda kusema bungeni kwamba kuna uhuru wa kufanya siasa, wakati huo huo mwenyekiti wetu Tundu Lissu yuko ndani kwa sababu ya kufanya siasa, kwa sababu kesi ya Tundu Lissu ni kesi ya uongo. Hakuna namna mtu anaweza kufanya uhaini peke yake. Ndugu wa Tanzania, mtakumbuka kwamba kwa mujibu wa sheria zetu, ili ufanye uhaini lazima ule njama. Kuna kitu kinaitwa conspiracy, na mtu hawezi kufanya conspiracy peke yake, hawezi kula njama peke yake. Kwa hiyo kitendo cha kumkamata Lissu kwa kumpa kesi kubwa ambayo hakuna mtu mwingine yoyote ambaye yuko naye, inaonesha kabisa ni kesi ya uongo. Mtakumbuka swala la kina Lembrus Mchome, kesi mbalimbali ambazo chama chetu kinashambuliwa. Hii yote inaonesha kwamba anachosema rais kwamba kuna uhuru wa vyama kufanya siasa ni uongo. Sasa ofisi ya msajili inatumika pia kuvuruga siasa za nchi yetu, kuvuruga demokrasia. Na mimi natamka mbele yenu kwamba msajili msaidizi Bwana Sisti Nyahoza ni adui namba 1 wa demokrasia katika nchi hii. Hata nilipokwenda kanisani, mimi ambaye nimezaliwa na nimekulia kwenye familia yangu ambayo ni familia ya Kisabato, nimekwenda kanisani, lakini Bwana Sisti Nyahoza ametuandikia barua na kunitishia mimi kwamba nilipoenda kanisani nimefanya siasa. Mtakumbuka kwamba hata wakati wa ukoloni, hata wakati wa makaburu, walipozuia vyama kama ANC kufanya siasa, walipovifuta vile vyama, lakini watu walipokwenda kwenye makanisa, walipokwenda kwenye misiba, walipokwenda kwenye harusi, serikali ya kikaburu na serikali ya wazungu hazikuwafuata kule kuwatishia na kuambia nini cha kufanya kwenye makanisa na kwenye misikiti na kwenye misiba. Rais amezungumza kuhusu kazi ya bunge
ya kutunga sheria, na hapa specifically alizungumza kuhusu sheria ya uchaguzi, sheria ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi ambayo ni sheria namba 2 ambayo ni hii hapa ambayo nitaizungumzia. Kwa bahati mbaya sana, sisi kama Chadema tulipeleka marekebisho 38 kwenye maeneo mbalimbali ya sheria na kanuni, tukitaka yawe sehemu ya sheria mpya na kanuni za uchaguzi. Lakini kwa sababu ya kiburi cha viongozi walioko madarakani haya kuzingatiwa. Lakini wametoka na hii sheria namba 2 ambayo wamekuwa wakiitumia kama propaganda ya kuwaambia ninyi wa Tanzania kwamba kuna sheria mpya ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi, lakini kuna sheria mpya ya uchaguzi. Sasa nitazungumzia baadhi ya vipengele vya kuwaonesha kwamba hakuna sheria yoyote mpya, au hii sheria ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi haitatumika kusimamia au kuunda tume ya kusimamia uchaguzi. Ukisoma ibara ya 27 ya sheria hii inasema hivi: mara baada ya kuanza kutumika kwa sheria hii, mtu yoyote ambaye ni mwenyekiti, makamu mwenyekiti au mjumbe wa tume ataendelea kushika madaraka hayo hayo mpaka pale ujumbe wake utakapokoma. Yaani imetungwa sheria mpya, hii hapa inaitwa sheria mpya ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi, na Tume ya Taifa ya Uchaguzi inaitwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Lakini hii sheria kifungu cha 27 inasema wale waliokuwepo, kwa maana ya mwenyekiti wa tume, makamu mwenyekiti wa tume, mkurugenzi wa tume, wajumbe wale 5 kwa majina ya makamishna, wataendelea kuwa viongozi kwenye hiyo tume mpaka ujumbe wao utakapokoma. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba Watanzania mnaambiwa kwamba kuna Tume ya Taifa ya Uchaguzi au kuna sheria ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi, lakini hiyo sheria inatumia tume ya zamani ya uchaguzi. Kwa hiyo ni ile ile tume iliyokuwa chini ya Jaji Mwambegere, iliyokuwa chini ya kina Kailima kama mkurugenzi, iliyokuwa chini ya mtu kama Omar Ramadhani Mapuri ambaye ni katibu mwenezi wa CCM, sasa itaendelea kuwa kwenye kusimamia uchaguzi ambao unaitwa uchaguzi utakaosimamiwa na Tume Huru ya Uchaguzi. Ukisoma vile vile sheria ya uchaguzi yenyewe, wamehadaa Watanzania na wanataka kuhadaa jumuiya za kimataifa kwamba sasa wamepiga kuna sheria inayokataza mtu kupita bila kupingwa. Wanasema hakutakuwa na mgombea anayepita bila kupingwa, na wamekuwa wakipita wakiinadi. Na hata wanasheria wa serikali walipokutana wamelizungumzia hili, kujaribu kuhadaa Watanzania kwamba hakuna mtu kupita bila kupingwa. Lakini sio kweli, kwa sababu huyo mtu ambaye unasema atapigiwa kura ya ndio na hapana, hakuna wakara wa kura za hapana. Kwa hiyo wakara atakuwepo wa kura za ndio tu ambaye ni wakara wa CCM. Kutakuwa na wasimamizi wa uchaguzi ambao pia ni wana CCM, lakini kwa wananchi, kwa upande wa wananchi watakaopiga kura za hapana, hairuhusiwi kuwa na wakara wa kura za hapana. Lakini vile vile kama kweli kungekuwa na utaratibu wa kupiga kura ya ndio na hapana, kungekuwa na utaratibu pia wa watu kufanya kampeni za hapana dhidi ya mgombea ambaye wanaona hafai. Vile vile kanuni, sheria na utaratibu wote hauruhusu kuwepo kampeni za hapana. Ukiangalia kwa undani, haya mambo yanaendeleza kutokuwepo kwa uchaguzi huru, haki na wawazi, kwa sababu hakuna mambo yote yale tuliokuwa tunalalamikia. Mawakala kuondolewa kwenye vituo, mawakala, ukisoma kanuni ya 16 ya kanuni zilizotungwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi ambazo sisi mpaka sasa tumekataa kuzisaini, zinasema hata wakala hataruhusiwa kuingia na simu kwenye kituo cha matokeo, kituo cha kupigia kura.
Sasa kama wakala ambaye ni mwakilishi wa mgombea haruhusiwi kwenda kwenye kituo na simu, ikitokea hata huyo wakala ameugua tumbo, amepata headache, amepatwa na tatizo lolote, anamuinform vipi, anamtaarifu vipi mgombea ili mgombea aweze kuleta wakala mwingine kwenye kituo?